Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa umebarikiwa. Usiku wako ulikuwa ni wa baraka pia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Asubuhi ya leo, siku ya leo, wiki yote, maana hiki ni kipindi ambacho kila siku ukujia ili kuweza kukutengenezea siku yako na asubuhi yako ikawe ni ya baraka, na pia neema ya Mwenyezi Mungu ikakubebe kwa siku yote. Hivyo basi, karibu sana, tuzidi na kubarikiwa pamoja, tuendelee na kufundishwa mengi kwa pamoja kutokana na neno la Mwenyezi Mungu ambalo watunaletewa na watumishi wake, ambapo wanaamini kwamba wani ya baraka kwako. Maana hakuna neno la Mwenyezi Mungu ambalo linaweza likafika tu ama likakukujia tu bure. Kila neno huwa na kusudi lake, na kusudi lake huwa ni njema. Maana Mwenyezi Mungu hutufikiria mema kila wakati. Hivyo basi, asubuhi ya leo pia ninakujulisha kwamba hii wiki tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Benjamin Ziwa kutoka kanisa la ABC Chondu Event Pastorate Machakos Sub Quarter. Ni yetu akwa pamoja naye akitubariki kila asubuhi, akitusaidia kuendelea na kuogelea ndani ya manyunyu ili tuendelee na kupokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karibu tubarikiwe kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, ndugu mtazamaji, asubuhi ya leo, nikijua ya kwamba Mungu amekuinua, Mungu amekutendea, Mungu amekutia nguvu. Basi ninakukaribisha asubuhi ya leo ili tukaweze kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu pamoja kupitia kwa neno la Mungu. Na tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, Mungu unayetenda, Mungu usiyefananishwa na kiumbe chochote hapa duniani na hata huko mbinguni, tunakuabudu, tunakuheshimu na tunakuinua asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya uhai, asante kwa ajili ya kibali chako cha uhai, asante kwa mema yote ambayo umetutendea Mfalme Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu, Yesu mwana wa Mungu. Asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako na kukuheshimu Mungu wetu. Tunaomba msamaha wa dhambi ili Baba ukatusamehe. Na tunapoanza siku ya leo Mwenyezi Mungu, tunakuhitaji ili Baba ukatembee nasi. Tunahitaji baraka zako, tunahitaji nguvu zako, neema yako na amani yako Mfalme, na ikatutoshe. Katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu tumeomba. Amina. Wazo letu la siku ya leo tutalipata kwenye kitabu cha Isaya 40 na mstari huo wa 29 hadi wa 31, na nitasoma. Wapa nguvu wazimiao, umongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu ya mabawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatasimia. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ndugu mtazamaji, neno la Mungu limetujia kwa njia ya kipekee, ikituhimiza ya kwamba wale ambao wanamngojea Bwana kwa subira, uwapa nguvu, uwainua. Asubuhi ya leo ndugu mpendwa, ni vizuri kujua ya kwamba kuna haja ya kumngojea Bwana. Iwapo kunalo jambo umeliomba, iwapo kunalo jambo umeliweka mbele yako na kungojea Bwana, kuna siku ambayo Bwana ataweza kutenda kwako. Biblia inasema ya kwamba wale ambao wanamngojea Bwana, Bwana huwapa nguvu.
Ni kweli unaweza kuwa unamngojea Bwana na uweze kuishiwa na nguvu na uweze hata kuzimia, lakini Biblia inasema ya kwamba hao wanaomngojea Bwana kwa subira, Bwana huwapa nguvu na tena Bwana huwapa uwezo. Bwana asifiwe. Ni hakikisho ya kwamba asubuhi ya leo, wewe ambayo umeiomba jambo kwake Mwenyezi Mungu ili akaweze kulitenda na limekawia, na inafikia wakati ya kwamba unaishiwa na nguvu na hata unaweza kuzimia, Biblia imetuhakikishia ya kwamba ikiwa tunamngojea Bwana na hasa sana kwa subira, Bwana atatutia nguvu, Bwana ataweza kutubariki, Bwana ataweza hata kututendea mema. Bwana asifiwe. Wale ambao wanatembea hata kwa miguu na hata kuzimia, Bwana ameahidi ya kwamba atawapa nguvu. Kuna siku ambayo itafika hata imani yako ipungue, lakini Biblia inasema ya kwamba hao wanamngojea Bwana anawapa nguvu na hata anawainua. Kwa hivyo asubuhi ya leo, elewa ya kwamba hata kama umeamka imani yako ikiwa chini, hata kama umeamka ukiwa hauna nguvu, kama unamngojea Bwana, Bwana atakutia nguvu, Bwana ataweza kukutendea, Bwana ataweza kukuinua, Bwana atakushika mkono. Kwa hivyo amka na utembee kwa imani, ukijua na kuelewa ya kwamba ni wale ambao wanamngojea Bwana, Bwana ataweza kuwatia nguvu na ataweza kuwainua. Bwana atubariki sana na Bwana abariki neno lake. Na tuombe. Baba wetu uliye juu, tunakuabudu na tunasema asante. Ni asante kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Neno ambayo limetutia nguvu na kujua ya kwamba iwapo tunakungojea kwa subira, utatutia nguvu, na hata kama itafikia wakati wa kuzimia, Bwana utatuongezea nguvu. Baba, tunaomba ukatuongezee nguvu asubuhi ya leo. Ninaomba kwa ajili ya mtazamaji asubuhi ya leo, yule ambaye amezimia, ili ukapate kumpa nguvu, ukapate kumuinua, ukapate kumshika mkono, ukatembee naye katika kila hatua, ili akapate kuona ushindi wako. Na ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amina. Wacha Bwana akakutie nguvu na akatembee nawe siku ya leo. Mngojee Bwana kwa subira. Hakika wale ambao umngojea ama ungojea wakati wa Mwenyezi Mungu ubarikiwa. Mwenyezi Mungu huatia moyo, Mwenyezi Mungu huongezea nguvu ya kuendelea na kumngojea kwa wakati wake. Maana wakati wake kupitia neno lake huwa tunajua kwamba ndio mwema. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio mwema kila wakati. Hivyo basi tumeweza na kujulishwa na kuhimizwa kwamba tuendelee na kumngojea Mwenyezi Mungu kwa subira. Tumngojee bila tu kusema kwamba ni kama amechelewa, kuona kwamba ni kama hatufanikiwi, kwani Mwenyezi Mungu amenisahau, kwani imekuwa namna gani, ili jambo nimekaa sana katika kuiombea. Hapana, usichoke. Mngojee Mwenyezi Mungu kwa subira. Ngojea tu wakati wake, na wakati wake ndio mwema. Ukifika ataweza na kukubariki na atazidi kuendelea na kukuongezea nguvu ili uzidi na kumngojea kila wakati kwa subira. Pasa tumeshukuru sana, ni kwa sababu ya hilo fundisho ambalo umeweza na kutuletea. Hakika maombi yangu ni kwamba kila mtu aweze kumngojea Mwenyezi Mungu kwa subira. Pia wewe mtazamaji wangu, ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.